Bana, mambo vipi? Leo tuko na Evans hapa. Yeye ana mengi ya kutuambia kuhusiana na mechi ambazo zimechezwa weekend hii. Bana, mambo vipi? Fresh mkubwa na waje? Safi kabisa. Kama kawaida? Safi. Bana, weekend tumeshuhudia michezo miwili. Young Africans, Simba Sports Club wakicheza na Azam FC. Yeah. Kwanza tuanze na Young Africans. Unauzungumziaje mchezo wa Young Africans dhidi ya Coastal Union? Uliuonaje mchezo? Ni mchezo mzuri na ni mchezo mzuri kwa kile ambacho nimekiona. Quality ya wachezaji ndio ilienda kuamua mchezo ule. Unajua ukiwa na mwalimu mzuri, ukiwa na wachezaji wazuri, una advantage kubwa ya kupata matokeo. Kinachotokea kwa Coastal, wana mwalimu mzuri. Wao wanamuita mwanazuoni. Wanapenda kumuita hivyo. Ana baadhi ya wachezaji wanaweza kukupa hiyo quality, lakini ukikutana na Young Africans ambayo iko kwenye ubora na inahitaji matokeo, hakuna namna unaweza kubato nayo, lakini waliweza kupambana kadri wanavyoweza wao, na ukiangalia hata mazingira ya goli wanafungwa ni kwenye dakika za jioni kabisa, na kwenye situation kama hiyo unaweza usiwalaumu sana Coastal. Ni kwa sababu quality tu ndio imekuja kuamua matokeo ya mchezo, lakini vitu vingine vyote walifanya kwa usahihi mkubwa. Pongezi ya kwanza kwangu mimi naipeleka kwa mwalimu, selection ya timu aliyoichagua. Pongezi ya pili kwa wachezaji, wamejitoa dakika zote 90, lakini goalkeeper alitakiwa kufanya bora zaidi alichokifanya kwenye dakika zote. Kwenye goli ambalo anifunga Prince Dube, mpira ulikuwa ni yuko ndani ya sita, alikuwa na uwezo wa kutoka na kucheza na mikono kwa sababu yeye ana hiyo faida tofauti na wachezaji wengine wa ndani, lakini ameshindwa kufanya hivyo. Dube ameenda menod mpira na kichwa umeingia wavuni. Na kitu kingine ambacho nimekipenda kutoka kwa Coastal, the way ambavyo walikuwa hawana hofu, wanapasia taratibu, sehemu ambayo mtu anahitajika kupasia anapasia, sehemu ambayo mtu anatakiwa kupunguza, mtu atengeneze space mpya atafanya hivyo, anatengeneza space mpya. Issue ilikuwa inakuja ni wao kwenye kwenda kutengeneza nafasi ili wapate matokeo. Ndio changamoto ilikuwa inaanzia hapo. Nani alikuwa anamtengenezea nafasi? Mahabad. Ni changamoto ilikuwa inaanzia hapo, lakini kwenye maeneo mengine kwangu mimi wamecheza vizuri. Tukija kwa Young Africans, sidhani kama kuna vitu vipya. Ukiangalia eneo lao la ulinzi, Asinka amepata nafasi ya kucheza mchezo wa jana, bonge moja la performance ambayo sidhani kama kuna mtu alikuwa anategemea kuona performance ile kutoka kwa Asinka. Hali ya kujiamini kwa mchezaji ambaye amekuwa hapati nafasi ya kucheza mara kwa mara, unacheza kwenye timu yenye pressure kubwa, lakini partnership yako ya wewe na captain Dickson Job sio kila siku mnacheza. Huenda mazoezini inatokea, ila hakuna hiyo pressure kama ambavyo mnakuja kucheza kwenye mechi. Lakini namna ambavyo walikuwa wanasaidiana, namna ambavyo wanaelekezana, namna ambavyo wanazibiana makosa, kwangu mimi ni bonge moja la performance. Ukija kwenye eneo la kiungo, always Duke Abuya yuko hapo, atafanya kile ambacho anatakiwa kukifanya. Maxim pia Nzingeli ni mchezaji ambaye anakupa faida kama mwalimu. Ni wapi unataka kumtumia? Ukitaka acheze wide atacheza, ukitaka acheze nyuma ya mshambuliaji atacheza, ukitaka acheze chini atacheza. Ni kwa sababu ana hiyo energy na amekuwa na maamuzi sahihi. Kwa hiyo Yanga walikuwa ni bora kwenye maeneo mengi, na mpaka wanaenda kupata matokeo ni kwa sababu ya ubora wa timu yao. Sidhani kama kulikuwa kuna mapungufu mengi kwenye timu yao ambayo unaweza ukayajadili. Celestine na kuwa kuna changamoto. Yani mimi ingekuwa ni coach, sidhani kama angekuwa anaendelea kupata nafasi ya kucheza, kwa sababu una mtu kama Farid Musa anaweza kuoperate upande huo, why achezi? Una mtu kama wale wakina Edmund John wanaweza kuoperate hilo, kwa nini hawachezi? Wakina Offense Kola kwa nini hawachezi? Kwa hiyo kuna sababu nyingi za mwalimu kwa nini anaamua kuendelea na Celestine kuwa, huenda na sababu zake nyingine ambazo ni tofauti na sisi ambacho tunakiona, lakini kwangu mimi naamini sidhani kama Celestine kuwa na kitu kingine kipya cha kutuofa. Unajua sifa ya mchezaji ni kuwa na maamuzi. Yani ukikosa maamuzi, hiyo sifa ya kuwa mchezaji bora inaondoka. Ukiangalia ni mchezaji ambaye ana speed, ana uwezo wa kukana mpira mguuni, lakini maamuzi akiwa na mpira ndo changamoto ambayo Celestine amekuwa nayo. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Young Africans kwenye maeneo mengi wako vizuri. Ni maeneo machache sana ambayo wakiyafanyia maboresho wanarudi kwenye ile Young Africans ambayo ilikuwa kwenye misimu kadhaa nyuma. Unajua kinachotokea kwa Yanga, watu wafananishi Yanga na watu wengine. Ni Yanga dhidi ya Yanga wenyewe wa misimu iliyopita na Yanga ya msimu huu. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwenye dirisha la usajili Januari hapa wanaweza wakatafuta winga mwingine. Kama wanaona Offense Kola atoshi, wanaona Edmund Junior atoshi, wanaona Farid Musa atoshi, inabidi warudi sokoni watafute mtu mwingine. Ila naamini wanaweza wakapata suluhisho kwenye wale waliopo pale kwenye timu yao bila kwenda sokoni na kutumia gharama zingine kusajili mtu. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwenye mechi ya Young Africans kila kitu kilikuwa vile ambavyo nilitamani kukiona kwa upande wa Yanga, nilitamani kukiona kwa upande wa Coastal. Wamenipa kile ambacho nilikuwa nakitarajia. Sawa. Coastal waliingia na approach tofauti kabisa, na tuliona mchezo ukiwa unaanza na mpaka mwishoni. Kwanza hawakukubali kuweza kupishana na Yanga,
lakini pia Coast waliingia kama walikuwa wamekamia ile mechi, na unakuta hizi mechi hizi wakicheza na timu kubwa hawachezi namna ile, wanacheza namna ile, lakini wakicheza na timu usawa wao, daraja lao, hawachezi vile. Je, tutegemee kiwango hichi cha Coast walichokionyesha kwa Young Africans ni muendelezo au ni kwa ajili tu ya mechi kubwa? Sidhani kama kitakuwa ni muendelezo. Unajua mechi nyingi sio kwetu tu, sehemu nyingi duniani imekuwa hivyo. Approach ya mechi kubwa ni tofauti na approach ya levels ambazo mnalingana. Nategemea ingetokea Coast wanaamua kupishana na Young Africans, ingekuwa ni mafuriko kwao. Ila walikuwa wanajua uhatari wa Young Africans uko wapi, ubora wetu sisi uko sehemu gani, na nini tunatakiwa kukifanya tudhibiti ubora wa Young Africans, tutumie madhaifu waliokuwa nayo, sisi tupate matokeo. Mwisho wa siku vitu havikuendea wao sawa kwenye eneo lao la mwisho la uwanja, lakini kwenye maeneo mengine ulikuwa uioni hiyo hatari ambayo tumeiona kwa Young Africans kwenye michezo kadhaa huko nyuma. Ubora wa Pacome sio ule ambao uliuona kwenye michezo kadhaa huko nyuma, kwa sababu walikuwa wampi time kwenye mpira. Yani hatukupi muda na nafasi ukiwa na mpira mguuni. Tunakuja kuweka pressure, tunahakikisha madhara yanakuwa ni madogo au hakuna madhara kabisa. Kwa hiyo naamini approach ya kwanza ilikuwa ni kudefend dhidi ya Young Africans. Approach ya pili ni sisi kutafuta njia ya kutoka kwenda kuwaletea madhara ya Young Africans, ambako kwao ilikuwa ni changamoto kwa sababu ya idadi pia ya watu wanaotumia kwenye eneo la mwisho ilikuwa ni ndogo. Kuna nyakati unamkuta Maabadi peke yake dhidi ya Duke Abuya, yuko Asink, yuko pamoja na Dickson Job, hawezi kudeal dhidi ya watu watatu, na wakati huo tunazungumza mpira huko hewani, inabidi uzime, uweke chini, ucontrol mali itulie. Wao hawezi kukaa na kuangalia tu, wanafika wanachukua mpira wanaondoka. Kwa hiyo kuna approach ya wao kudefend ili walipa. Namna ya kudefend sasa, tunaondoka kwenye kudefend na kwenye kuattack. Hapo ndo changamoto ilikokuwa inaanzia, na ndo maana Young Africans walikuwa wanawawini, ikifika katikati ya kiwanja wamechukua mpira wao, wanarudisha pressure kwenye goli lao. Kwa hiyo kikubwa ni wao tu namna wanavyoweza kumaintain hichi ambacho kimetokea kwenye mechi ya Yanga kiendelee kwenye mechi nyingine, ni kutoku concede magoli kwenye njia rahisi, kuhakikisha wanatengeneza nafasi nyingi rahisi za wao kuendelea kupata matokeo, kwa sababu kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Simba, dhidi ya Azam, hutegemei kupata nafasi 5 kwenye mchezo mmoja dhidi yao, lakini kwenye mechi za watu wengine kwa aina ya wachezaji waliokuwa nao, naamini inawezekana. Issue ni kuconvert nafasi, kwa sababu sio nafasi hazipatikani, tunazitumia vipi hizo nafasi kwa matokeo. Bwana, shukrani sana. Sasa tuhame hapo, twende kwa Simba. Simba jana amepoteza mchezo wake dhidi ya Azam. Mchezo ulikuwa namna gani? Shida iko wapi Simba Sports Club? Shida kila mtu anazungumza ambacho yeye anakiona. Mimi naamini shida ya Simba inaanza kwenye uongozi kabla ya kuja uwanjani. Unajua timu ya mpira kabla hatujaja huko, kwenye uongozi kwanza tunazungumza lugha moja. Kama tuzungumzi lugha moja, jua hata kule haitazungumzwa lugha hiyo hiyo. Kila mtu atakuwa anazungumza lugha ambayo yeye anaiweza, ambayo anahisi itakuwa ni rafiki kwa upande wake na kwa watu wake. Mpira wetu tunaona namna ambavyo viongozi wanafanya sajili. Kuna mchezaji anacheza kwenye hizi timu ni kwa sababu ya mtu fulani ndio aliyemtoa sehemu fulani kuja hapa. Hata mazingira tu ya maslahi yake, kuna mtu ndo alibageni apate hicho anachokipata. Kwa hiyo akipewa maelekezo ya nini cha kufanya kiwanjani, utegemee tu hayo mambo yatatokea. Lakini tukiondoa mambo ya viongozi na vitu vingine, tukija kwenye eneo la uwanja, motivation kwa wachezaji wengi wa Simba imekuwa chini sana. Yaani kuna nyakati mchezaji anafanya kitu unajiuliza alikuwa anawaza nini mpaka anafanya hiki kitu. Tempo ya mchezo ilikuwa chini. Yaani kuna namna kama kila mtu alikuwa anamuhofia mwingine. Nani atakuwa wa kwanza, nani atakuwa wa mwisho. Na mwisho wa siku kilichokuja kutokea ni kile ambacho tumekuwa tunakiimba kila siku. Matumizi ya nafasi kwa timu zote mbili ni changamoto. Jana imedhihirika kwa upande wa Simba. Angalia attempt ya Mpanzo ambayo imegonga nguzo, inarudi kwa Mukwala, kaweka hewani. Angalia nafasi anaikuja kuikosa alikuwa ni Mutale. Yaani kuna nyakati unajiuliza hadi kukosa na kwenye ni changamoto ni mwalimu, changamoto ni uongozi. Unaona hapana, ni shida ni wachezaji wenyewe. Kuna kitu wana miss. Huenda ni hiyo motivation kwamba yes, tumepoteza hapa lakini tunaweza kupata nafasi nyingine tena kama hii, tukaconvert tukaweka mpira kambani. Kwa hiyo naamini ni baadhi ya vitu tu haviko sawa. Muda mwingine ni upangaji wa timu unaweza kuwa ni changamoto. Kwenye mechi ya jana, mechi ambayo wamecheza Simba dhidi ya Azam, mimi nilikuwa naona kuna nafasi kubwa sana ya Nabi Kamara kuanza kwenye ule mchezo kuliko ambavyo mwalimu aliamua kuanza na Kante pamoja na Fabrice na Kagoma. Kuna nyakati ulikuwa ukiangalia Simba, angalia namna magoli ambavyo wameconcede, upande wao wa kulia ulikuwa una back loose, hauna mtu. Ni kwa sababu hakuna kiungo alikuwa anatoka kwenda eneo lile kwenda kuweka cover kipindi ambacho Kapombe yuko mbele. Lakini angalia wakiwa wanacheza na Nabi Kamara, yeye alikuwa anacheza katikati ya ma center back
kulia atacheza Chamu au The Rock, kushoto anaenda kucheza Wilson Nangu, kwamba ikitokea upande ule uko loose, wewe unaweza kwenda, mimi nabaki kwenye eneo lako, ambaye anacheza mbele yangu atarudi kwenye eneo ambalo mimi natoka. Ikitokea loose iko upande wa Mligo, ataenda Nangu, mimi nitabaki hapa. Kwa hiyo hicho ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vina miss jana kwenye namna ya Simba kucheza kutoka nyuma kwenda mbele, na ikitokea unapata kwenye transition, hayo ndo maeneo ambayo yalikuwa yanabaki wazi. Angalia hata magoli ambayo wanafungwa ni kwenye njia hiyo. Kapombe kule juu kumetengeneza magoli yote mawili. Saadun, na hapo nampongeza Ibenge kwenye sababu alizozifanya. Ameona ni nini ambacho Simba kwao ni changamoto, wanashindwa kudefend kwenye eneo lao la kulia. Nani nikimweka kwenye upande ule anaweza kanipa faida? Naamini ni utulivu mdogo tu wa Saadun. Jana alikuwa na uwezo wa kutengeneza assist 3 za magoli, alikuwa na uwezo pia wa kufunga yeye mwenyewe, lakini kuna namna alikuja akaweka, tunasema tamaa. Ukiwa kama mshambuliaji, kuna mazingira ukiwepo, hakuhitaji tena kupiga pasi. Aliamua kuattempt eneo ambalo alikuwa na uwezo wa kumpasia, alikuwa ni winga wa kulia Nado. Alikuwa na uwezo kumpasia Nado vizuri tu, na mazingira akawa rahisi zaidi kwa sababu alikuwa kwenye eneo ambalo liko free. Na ukitaka kuona kwamba goalkeeper ni moja kati ya wachezaji wa msingi sana kwenye mchezo wa mpira wa miguu, jana hayo matukio yakiwa yanaanza kutokea, goalkeeper anawaonyesha upande huu na mtu hajafanyiwa marking na mtu yoyote, na ndio mtu anayekuja kufunga goli. Goli la kwanza anafunga Kitambala bora, amewaonyesha kuna mtu yuko kule, hajafanyiwa marking. Kitambala katoka katikati ya uwanja, ameingia kwenye 18, kaenda kapasia. Kosa la kwanza linaanza kwa Wilson Nangu. Ameshindwa kucheck shoulder. Hajaangalia kulia kwake kuna nani, kushoto kuna nani, nyuma kuna nani. Yeye amefocus na mpira ambao uko mbele yake. Anatoka mtu mgongoni, anakuja mbele, anaenda na attack, anafunga. Angalia goli la pili. Mazingira yale yale. Upande wa Mligo kule amechelewa kufika kwenye eneo, watu wamefika, Nangu ameshindwa kufanya marking ya maana, watu wamefika, wameenda wameattack, shughuli imemalizikia hapo. Kwa hiyo ni makosa ambayo yanatokea kwenye eneo la ulinzi, na tunazungumza kwenye hata mabadiliko ambayo mwalimu wa Simba ameyafanya Seleman Matola. Naamini haikuwa na haja ya kufanya mabadiliko makubwa. Unaweza ukafanya mabadiliko ya mchezo kupitia hata watu walioko ndani. Yes. Kwa Kapombe imekuwa njia. Kapombe sitaki nikuone unaondoka kwenye eneo lako. Yaani katikati ya kiwanja mwisho turudi. Tutatumia upande wa Mligo kwenye kushambulia. Tutengeneze balance ya watu watatu kwenye eneo letu la ulinzi. Kwa hiyo vitu vingine havihitaji kuwa na vieti vingi ndio uonekane ni mwalimu, lakini kuna baadhi ya vitu ukiviona wewe mwenyewe kwenye mchezo unajua kabisa sihitaji hata mtu aliyeko nje. Hawa walioko ndani wanaweza kubadilisha picha ya mchezo, ni nini nataka kitokee. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.